kaka yule akafa bila kupata mtoto, kwa sababu desturi yao wakati ule neno lilishasema kwamba mtu akifa kwenye familia, ndugu yake atamchukua ule mwanamke ili ampatie uzao. Wa pili akafanya hivyo, naye akafa. Watatu akafanya hivyo, naye akafa. Mpaka wa saba wote wakafa. Kwa hiyo tunaona pale ni hali inafuatilia familia. Inaua wa kwanza, inaua wa pili, mpaka wa saba. Na inasema mwisho ule mwanamke naye akafa na uzao haukupatikana. Tunapokosa uzao ni kwamba hakuna uhai. Kwa sababu tunaambiwa enendeni mkazae na kuongezeka. Ni Mungu alisema tuzae na tuongezeke. Sasa kwenye familia wakati wanajaribu kupata mtoto utasa, kulikuwa na hali ya kufuatilia kwamba hawatazaa mtoto kwenye kile kizazi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo leo ninataka tukaangalie katika familia zetu ni nini huwa kinatotesa. Ni kwamba kuna mahali maneno yalinenwa, ni kwamba kuna mila zilifanyika, ni kwamba kuna uharibifu ulisimama mahali, ni kwamba kuna kitu kilisimama mahali kikasemelewa kwamba hii familia haitafanikiwa. Hii familia wanaume hawatalea wake zao. Hii familia watoto wa kike wakiolewa wataachika. Hii familia watu wakifika umri wa miaka 50-60 lazima wafe, hakutakuwa na mzee. Hii familia kila mtu akitaka kuzalisha lazima afe. Hii familia kuna mambo ambayo yanafuatilia generation mpaka kizazi hadi kizazi. Sasa siku hii leo tutaenda kuzika hiyo laana, hayo magonjwa, hayo maneno, hicho kinachofuatilia familia tutaenda kuzika pamoja na Kristo. Tukisoma katika Mathayo, katika kitabu kile, thank you Lord Jesus. Hebu tuende tukafungue hapo tusome Luka 23. Luka 23 mstari ule, Luka 23 mstari wa 45 wa 44. Hapo ilipokuwa yapata saa 6 kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Tutaenda kuzika hilo giza. Jua limepungua nuru, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Na alipokwisha kusema hayo alikata roho. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ambayo tunakumbuka Yesu alikufa kwa ajili ya ukombozi wetu, akapelekwa kaburini kwa ajili ya ukombozi wetu, wakaweka jiwe kwenye lile kaburi ili asifufuke kwa ajili ya ukombozi wetu. Sisi yamkini wameweka mazindiko, walichinja kuku, wakachinja mbuzi, wakasema huyu Eliza hatafanikiwa, huyu Frida hatafanikiwa, huyu Frida atakuwa kama bibi yake, huyu atakuwa wa namna hii, huyu atakuwa na... Kuna mambo ambayo yamefuatilia kutoka babu yakaja baba yakaja mtoto yakaja mjukuu ambayo yanatesa kizazi na kizazi. Siku hii leo tunazika pamoja na Kristo kwa jina la Yesu. Hayo mambo ya kutokuelewa, hayo mambo ya kutokufanikiwa, hayo mambo ya magonjwa, babu akafa na pressure, baba akafa na pressure, mtoto ana pressure, tutazika kwa jina la Yesu. Bibi akafa na sukari, mtoto akashikwa na sukari, mjukuu ana sukari, tutazika kwa jina la Yesu. Pamoja na Kristo aliyezikwa kwa kaburini, tutazika kwa jina la Yesu. Somo hili ni kuna angalia adui ameweza watu wamekaa nyumbani kwao. Wewe una neema uliyefika siku ya leo, mtu unayenisikiliza, ungali una neema. Ni jambo gani linaitesa familia yako? Ni jambo gani linatesa watoto wako wa kiume? Watoto wa kiume wamekuwa walevi kupindukia, tutazika leo na Kristo kwa jina la Yesu. Watoto wa kike nao wameenda kwenye ukengeufu, tutazika hiyo roho kwa jina la Yesu. Wazee wa baba zetu nao wakashindwa kufikia malengo kwa sababu maneno yalitamkwa na yakasemelewa, wakawa na madhabahu kule watu tunaita Kisumbalini, wakasema maneno, wakaweka damu, wakaweka pombe, wengine wanaweka maziwa, wakasema hiki na hiki na hiki na hiki, na maneno yale yamekuwa yakitafuna kizazi hadi kizazi. Tutazika kwa jina la Yesu. Kama laana iliachiliwa kwenye familia, kuna mzee alikufa akaacha laana, laana ile imetembea ikitafuna baba, ikitafuna mtoto, ikitafuna na mjukuu, hiyo laana tunaizika na Kristo. Tumesoma tunaambiwa Yesu Kristo kuomba pale mtini ni kwamba alibeba laana
alibeba laana, na ni laana. Basi kwa kutokujua tumejikuta tukitembea chini ya laana. Laana haitakuwa na nguvu kwa sababu leo inazikwa pamoja na Kristo. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord Jesus.